Madalali, wenye nyumba na wengine wanaotumia dola kwenye kutangaza na kufanya biashara mkono wa sheria unawahusu. Mnamo Machi 28 mwaka 2025, Benki ya Tanzania ilipiga marufuku matumizi ya fedha za kigeni kwenye miamala ya Tanzania. Katika kutilia mkazo, mnamo Mei 2 mwaka 2025, Benki Kuu ya Tanzania imetoa taarifa ya kukumbusha pamoja na kutangazia umma uripoti kupitia barua pepe fx@regulations@bot.go.tz au kutoa taarifa polisi yoyote anayetumia fedha za kigeni katika miamala. Kanuni hizo pia zimeainisha kuwa kama mtu atalazimisha, atashiriki, atasaidia au kuwezesha upangaji bei ya bidhaa au huduma yoyote nchini kwa kutumia fedha ya kigeni, atakuwa ametenda makosa ya kisheria. Pia, kama mtu atanukuu, kutangaza, atabainisha au kuchapisha bei ya bidhaa au huduma yoyote nchini kwa kutumia fedha ya kigeni, naye atakuwa ametenda makosa. Kanuni hizi zinakuja ikiwa mpaka sasa hivi katika mitandao ya kijamii watu wanaopangisha na kuuza nyumba, ikiwa madalali, wameendelea kuweka bei za kupangisha na kuuza nyumba kwa kutumia dola katika mitandao mbalimbali. Kanuni hizo pia zinaeleza ni makosa kulazimisha au kuwezesha malipo ya bidhaa au huduma yoyote nchini kufanyika kwa kutumia fedha ya kigeni. Kanuni hizo pia zimeweka kuwa ni kosa kupokea malipo ya bidhaa ya huduma ndani ya nchi kwa kutumia fedha ya kigeni au kukataa bidhaa au huduma kulipiwa kwa kutumia shilingi ya Tanzania. Kanuni hizo pia zimekataza kuingia mikataba wa manunuzi au uuzaji wa bidhaa au huduma kwa malipo ya fedha ya kigeni ndani ya nchi. Kanuni hizo zimeweka kwamba mkataba wowote wa utoaji wa bidhaa au huduma ndani ya nchi ulioingia kwa fedha ya kigeni kabla ya kuanza kutumika kwa kanuni utatakiwa kufanyiwa marekebisho ndani ya muda wa mwaka mmoja tangu Machi 28 mwaka 2025. Lengo kubwa la kanuni hizi ni kupunguza utegemezi wa fedha za kigeni katika mzunguko wa uchumi, hasa kufuatia kipindi cha changamoto ya uhaba wa dola iliyofanya wadau wengi kujitokeza kulalamika.